Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina naitwa ndugu Fredi Paul Nyanda, ni ndugu wadogo wa Mtakatifu Francisco Conventuari hapa Tanzania. Na leo ningependa tushirikishane kidogo, hasa katika siku hii muhimu ambapo leo tumeanza mwaka mpya wa kanisa. Kwa hii siku ya Jumatano ya Majivu ni siku ambayo inafungua mwaka mpya wa kanisa, ambapo leo tunaanza kile kipindi cha siku 40 ambapo kila Mkristo Mkatoliki anaalikwa hasa katika kujitafakari yeye mwenyewe, maisha yake, hasa kuangalia kule alipotoka, pale alipo na anapokwenda. Ni kipindi ambacho akija kuwa tu kama kutokea mahali popote pale, akijatokea tu wanasemaga just from nowhere, but ni kipindi ambacho kina historia. Hata katika tukiangalia kwenye Biblia tunaona kuwa Yesu mwenyewe alifunga kwa siku 40, na vile vile tukaona hata wana wa Israeli pia walitumia muda wa miaka 40 kutoka utumwani kule Misri kwenda katika nchi yao walioahidiwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina historia kubwa sana hata katika Biblia takatifu. Kwa katika kipindi hiki sisi wa Kristo wa Katoliki tunaalikwa kujitafakari zaidi, kuangalia maisha yetu, na ni kipindi ambacho tunaalikwa hasa katika kufanya toba. Tukumbuke zaidi sisi ni watu ambao sio wakamilifu. Kwa kipindi hiki tunapewa muda mwingi sana kujitafakari na kufanya toba ya kweli sisi kama Wakristo wa Katoliki. Vile vile katika kipindi hiki tunasema kama kuna pillars 3 kubwa ambapo kila Mkristo Mkatoliki anabidi au inampasa afanye au avifate vitu hivyo, ambapo cha kwanza kabisa katika kipindi hiki tunaalikwa kusali zaidi. Ni kitu ambacho tunaalikwa sisi wa Kristo wa Katoliki tusali kwa kiasi kikubwa zaidi kipindi hiki, kwani ni kipindi ambacho tunatakiwa kuomba toba ile ya kweli. Kwa hiyo tunaambiwa tusali, tujiombee sisi na wenzetu, tujiombee sisi na wengine. Ni moja tunakasema ni kitu muhimu sana katika kipindi hiki ambacho tunabidi kukifuata. Vile vile kitu kingine tunaambiwa, kitu cha pili ni kufunga. Tunaalikwa katika kipindi hiki cha siku 40 sisi wa Kristo wa Katoliki tufunge, na kufunga kwetu inabidi tujinyime vile vitu ambavyo tunavipenda kwa kiasi kikubwa sana. Tupunguze mambo ambayo sio ya maana sana katika maisha yetu. Tupunguze starehe, tupunguze wanasema luxury things, tupunguze kwa kiasi kikubwa katika kipindi hiki. Na pale tunapopunguza napo ndio kile kiasi ambacho tunakitoa hasa katika kujinyima, tukiwekeze napo katika kuwapa wale ambao wanahitaji msaada wetu, wale ambao hawajiwezi kwetu. Na kitu kingine pia ambapo tunatakiwa kukifanya kiasi kikubwa sana ni kuwasaidia wengine. Hicho ni kitu cha 3. Umeona? Kwa hiyo tunaalikwa sana katika kipindi hiki sisi kama Wakristo wa Katoliki tuwasaidie wale ambao hawajiwezi. Tuna makundi mbalimbali, kuna watoto yatima, kuna wajane, kuna watoto wa mitaani, kuna wale ambao hawawezi kujikimu mahitaji yao. Sasa hiki ndio kipindi ambacho sasa hivi tuangalie kwa jicho la 3, wanasema tuangalie kwa makini zaidi. Kwa hiyo kipindi hiki cha Kwaresima sisi wa Kristo tunaalikwa zaidi hasa katika kumrudia Mungu, na isiwe tu ndio katika kipindi hiki, bali ndio uwe mwanzo mpya hasa katika kumrudia Mwenyezi Mungu. Njia zetu zianzie hapo na hata milele. Isiwe tu ndio mwanzo au ndio katika kipindi hiko, hapana. Lakini sio tu mwisho wa Kwaresima na uwe mwisho wetu wa kutenda mema, hapana. Bali leo tunakumbusha kwamba katika kipindi hiki uwe mwanzo mpya
na uwe hata mwisho wetu katika siku zote za maisha yetu. Ni kipindi ambacho tunatakiwa siku zote kama Wakristo katika kusali, tusali, na vile vile inabidi sisi kama Wakristo tufunge kwa sababu tunaamini sana sala yoyote ambayo inatangulizwa na kufunga inamfikia Mungu mapema sana. Mfungo au mafungo yanapeleka sala zetu kwa haraka sana kwa Mwenyezi Mungu. Vile vile tunakumbusha kwamba sisi kama Wakristo siku zote katika maisha yetu tuwe na ule moyo wa kusaidia wengine. Tuwe na ule moyo wa kuangalia wale ambao hawana mahitaji. Kwa hiyo sisi kama Wakristo katika vitu hivyo hiwe ndio kama silaha yetu siku zote katika maisha yetu, na sio tu Kwaresma bali uwe mwanzo mpya wa maisha ya Mkristo siku zote za maisha yake. Tumsifu Yesu Kristo. Habari, kazi na sala.